إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها المسلمون الكرام، أوصيكم معصية نفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من أعظم القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته قرار الزواج، ولذلك لم يترك الإسلام هذا الأمر للهواء والشهوات، وإنما وضع له ضوابط تحفظ الدين والدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادا عريضا. Ndugu zangu katika imani, nimekuja na hutuba ambayo itazungumzia angalau kwa mukhtasari mambo ya ndoa. Kwa nini nimechukua maudhui hii ya kuzungumzia mambo ya ndoa? Ni kwa sababu majuzi hapa tulikuwa na muhadhara unaozungumzia malezi. Sasa nimeonelea kuunganisha mada iliyopita na hutuba hii. Msingi wa awali ambao tunatakiwa tuanze nao katika kutengeneza familia iliyo bora nao ni msingi mzito wa ndoa. Hili litawanufaisha wale ambao hawajaoa bado na wale ambao wako kwenye ndoa kwa namna moja au nyingine. Kama walikosea, wataweza kufanya marekebisho maadamu bado uhai upo, na wale ambao tayari wako katika maandalizi ya ndoa wachukue tahadhari. Ndugu zangu katika imani, suala la kuoa si jambo la kihisia, ni jambo ambalo linaendana na sheria yetu ya Kiislamu. Kutokana na uzito wa jambo hili na manufaa yake kwa mtu binafsi na kwa jamii, sheria ya Uislamu imeweka utaratibu namna gani mtu atafute mchumba kama ni mwanamke, namna gani atafute mwanamume wa kumwoa, au kama ni mwanamume, namna gani atafute mwanamke wa kumwoa. Kwa nini? Kwa sababu panatarajiwa katika ndoa hii kujengeka familia iliyosimama imara katika misingi ya kimaadili, misingi ambayo itaiheshimisha hii familia, lakini jamii itapata hazina ambayo huenda watakuwa ni viongozi bora katika jamii. Kinyume na hivyo, mateseko na madhila katika familia mtu mmoja moja, na mwisho wa siku jamii inapata majanga kwa familia hizi ambazo hazijaleleka katika maadili mema. Ndugu zangu katika imani, hivyo swala la kuoa halijawekwa kuwa liende kwa matamanio ya mtu binafsi vile anavyotamani, au kwa hisia za mtu vile namna anavyoona, au kwa fikra zake vile anavyotaka. Sheria ya dini imeweka misingi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul: tunkahu al-mar'atu al-arba'in. Mtume anasema mwanamke huolewa kwa mambo manne, lakini ni jambo moja tu ambalo sisi tumeelekezwa tulizingatie, kwa sababu haya mengine yaliyobakia yana madhara. Ar-Rasul yaqul, jambo la kwanza, limaliha. Mwanamke anaweza kuolewa kwa sababu ya mali aliyonayo. Yaani mtu anaona mwanamke huyu ana mali, mimi kimooa na mimi nitakuwa sehemu ya mmiliki wa mali yake. Je, hili ndio lengo? Hapana. Kisha akasema walhasabiha,
ukoo wake. Mtu anaweza kawa na fikra naoa mwanamke kwa sababu ya ukoo wake. Ni ukoo ambao unatoa wasomi, ni ukoo ambao hauna matatizo fulani, ni ukoo ambao una 1 2 3, anakusifia ule ukoo. Kwa hiyo mtu anaweza kaamua kuoa mwanamke kwa sababu ya ukoo wake. Je, hili ndio lengo la dini? Jambo la 3, anaweza kuolewa mwanamke liwalijamaliha, kwa sababu ya uzuri wake. Mtu anamuona mwanamke ameumbika kwa namna anavyotaka yeye, kwa sura anavyotaka yeye, kwa rangi anavyotaka yeye, anaona huyu ananifaa. Hapa amechagua rangi, hapa amechagua umbile la mwanamke. Je, ndio lengo? Lakini jambo la 4, sisi katika dini yetu tumeelekezwa fadhfar bidhati din, chagueni mwanamke mwenye dini. Hapa ndio penye lengo. Suala la kuchagua mwanamke kwa sababu ya mali, iko siku mali itaisha. Kile ulichompendea kwa sababu ya mali bado kitakuwepo, kitaisha. Je, upendo utakuwepo? Utakuwa umefika tamati. Mwisho wa ile ndoa ni vurugu, kwa sababu ulichompendea mwanamke kimeisha, ilikuwa ni mali. Jambo la 2, walhasabiha, ukoo wake. Kile ulichokitarajia kwenye ule ukoo ukakikosa, kile ulichompendea manake kimefikia muda hakipo tena, mapenzi yatakuwepo, yatakuwa yameisha. Au lijamali ya uzuri wake, ulimpenda kwa sababu ya mashavu, labda amekaa mviringo kama mnavyosema, au uzuri wake, rangi yake na kadhalika. Iko siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mtihani, ima akakonda au akapata maradhi au akabadilika rangi kutokana na mabadiliko ya umri. Kile ulichompendea kimeisha, upendo kwenye ile ndoa bado utakuwepo, utakuwa umefikia mwisho. Ile ndoa kitachofuata ni nini? Ni malumbano na vurugu za hapa na pale. Amani kwenye ile ndoa inakwisha, madhara kitachofuata pale ni madhara. Lakini tulichosisitiza sisi, tuchagua mwanamke kwa sababu ya dini. Hapa tukichagua mwanamke kwa sababu ya dini, dini haina muda wa kuexpire. Dini ndio uhai wa roho ya Muislamu. Ataishi na dini yake, umri wake, mpaka kifo chake, ataishi na dini yake. Misingi ya dini itazingatiwa katika hii ndoa, bila kujali wamezeeka au bado ni vijana, kwa sababu wataishi kwa kuzingatia mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kama ni mwanamke mwenye dini ameolewa na mwanamume mwenye dini, kila mmoja katika hawa wawili atazingatia mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja atajitahidi kumpa mwenzie haki yake. Kama ni mwanamke atajitahidi kumpa mume wake haki yake, atajitahidi kumpa mume wake haki yake, atajitahidi kutekeleza majukumu ya kisheria katika malezi ya watoto kwa mujibu wa dini. Kama ni mwanamume hivyo atajitahidi kumpa mwanamke haki yake kwa mujibu wa sheria, kwa sababu anamwogopa Mwenyezi Mungu. Atajitahidi kuwapa watoto wake haki za kisheria katika malezi, kwa sababu anamwogopa Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku kila mmoja anafanya haya kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Ile jumbe itakuwa na baraka. Upendo daima hauto expire hapa. Ndio maana Mtume akatuambia tuchague wanawake kwa dini. Wale wenzangu tuliooa tukaishi na ndoa zetu zaidi ya miaka kadhaa, tunapokumbushana haya tayari utapata kumbukumbu, mimi niliolea mke wangu kwa sababu ya nini? Na je, kama sikuzingatia mipaka ya dini, hicho nilichomolea ndio kimeimarisha ndoa yetu mpaka leo? Ukikuta tofauti, basi ujue ulikosea, na ukikuta angalau fahmidillah, muhimidi Mwenyezi Mungu. Jitahidi katika maisha yaliyobakia, jirejeshe kwa Mola wako, msimamie mke wako ajirejeshe kwa Mola wake. Huenda maisha yenu yatakuwa na baraka ya dhati kwa umri uliobakia. Ndugu zangu katika imani, yakulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aidan, idha atakum man tardawna dinahu, atakapokuijieni yule ambaye dini yake mnaona iko sawa sawa, wa khulqahu, na tabia zake ziko sawa sawa, fazawijuhu, muozesheni. Amekuja kijana, dini yake iko sawa sawa, tabia yake iko sawa sawa, mkazingatia vigezo vya dini, mkampima viko sawa sawa, muozesheni. Msipomuozesha,
itakuwa ni mtihani. Anaweza kaja mtu mwingine asiyekuwa sawa na binti akaelekea kule, na huwezi ukamng'ang'ua binti kama mpenda mtoto na ni kijana, huenda tabia yake si nzuri, mwisho wa siku itakuwa ni mtihani. Wewe utakuwa utaki, mimi huyu sijamridhia, hapana, baba mimi nimempenda, utafanyaje? Ukakataa akajipeleka. Ndio fitina hizo ambazo mara nyingi wengi huwa wanajikuta wako kwenye matatizo kama haya. Anapokuja mtu wa sawasawa kwenye dini wanamkataa kwa sababu labda kipato chake kidogo. Mwisho wa siku anajitokeza mtu ambaye mnahisi kipato chake sasa huyu ataweza kutolelea binti yetu, kumbe mali yake inakuwa ni sababu ya kumsimanga binti na hakuna amani katika ile ndoa. Ndugu zangu, kwa nini Uislamu umeamrisha kuoa mwanamke mwema au kuolewa na mwanaume mwema? Yaani kwa nini Uislamu umeamrisha kuoa mwanamke mwema au kuolewa na mwanaume mwema? Lianna ziwaja laysa alaqatu muaqqata, kwa sababu ndoa ndugu zangu si mahusiano ya muda mfupi. Haya yanatarajiwa ni mahusiano ya yani ambayo yatatenganishwa na kifo. Anayeoa anatarajia ndoa yao itadumu, kitakachowatenganisha ni kifo. Maana yake ni mahusiano ya muda mrefu. Sasa na bali zaidi ni kwamba suala la ndoa iliyo sawasawa ndio msingi wa kujengeka familia iliyo imara. Na itakapojengeka familia iliyo imara, ndio tunapata kizazi au jamii iliyo bora, jamii ambayo itamtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani fazauju salih, mwanaume mzuri mwenye dini atamsaidia mke wake katika masuala ya uchamungu. Akikosea atamwelekeza, akikosea atamkumbusha. Kama ilivyo mwanamke mwema vile vile atamsaidia mume wake ala ibadati Allah, wote watasaidizana. Ad-dunya, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'u, dunia yote hii ni kama kumbazo tu, ni starehe, lakini wa khairu mata'iha, na starehe iliyo bora almar'atun salihah, ni mtu kupata mwanamke mwema. Kwa maana hiyo, vijana ambao bado hamjaoa, msipupie ndoa, msiende haraka mkavamia mahali ambapo sipo. Ndio utakuta ndoa zingine mwezi mmoja watu wanapeana talaka. Imagine, mwezi mmoja watu wanaachana, wakati wanatafutana, kila aina ya lugha ilitumika. Kwa nini pawe ni rahisi watu kuachana? Walikosea misingi ya kuona. Ndugu zangu, ikhtiyaru azwaju au zawjatun salihah fi dunya, kuna maswali mengi. Kuchagua mwanamke mwema na kuchagua mwanaume mwema kuna manufaa makubwa duniani na kesho akhera. Moja, miongoni mwa matunda ambayo tunayapata kwa kuchagua mwanamke mwema au kuchagua mwanaume mwema, kwa sababu hata mwanamke ana haki ya kuchagua mwanaume. Sio kwamba yeye anapoijiwa tu anasema sawa huyo, la, na yeye ana haki ya kusema huyu hapana, kwa sababu ya vigezo vya dini. Sasa kuna faida ambazo zinapatikana atakapokuwa ameolewa aliye mwema, akaolewa na aliye mwema, yani mwanamke mwema na mwanaume mwema. Jambo litakalopatikana pale, as-sakina wa tumanina, ndani ya ndoa yao patakuwa na utulivu na amani. Hata ikitokea mmoja amemkosea mwenzake, yeye ndio wa kwanza, mke wangu nisamehe, mume wangu nisamehe. Hata kama ulikuwa na hasira kiasi gani, mtu amekutanguliza samahani, unafikiri kinachofuata nini? Huna la kufanya, basi usirudie tena. Ndio kauli itakayofuata. Kama ni mwanamke usirudie tena, kama ni mwanamume usirudie tena. Ndio hivyo, maisha yanaendelea, amani ndani ya ndoa. Falbaytu alladhi yaqumu ala taqwa, nyumba ambao waliomo mle ndani wanasimama juu ya misingi ya uchamungu, yamtaliu bil mawaddati wa rahma, mle ndani patajaa mapenzi na huruma ndani ya ile nyumba ambako panafanywa ibada. Sasa watu wanaofanya ibada, ndugu zangu, wa kiume anafanya ibada, wa kike anafanya ibada, magomvi yatapatikana wapi? Kila mmoja anafanya ibada sio kwa ajili ya mwenzake, anafanya ibada kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Hata wakikoseana, nisamehe mume wangu, nisamehe mke wangu, halas,
Kila mmoja anakuwa na moyo mkunjufu na mwenzake. Kinyume chake sasa, vita, uadui, huyu anashika mwiko, huyu anashika kisu, huyu anashika mkanda, huyu anashika nini, ili mradi amalize hasira zake. Baada ya hasira kuisha, huyu hana meno, huyu hana macho, huyu hana mguu. Haya, tusamehane wote vilema. Makosa ya kuchagua mume, makosa ya kuchagua mke, madhara huwa ni makubwa. Ndugu zangu, jambo la pili ambalo linapatikana kwa nyumba ambayo iliasisiwa kwa mcha Mungu, mume mcha Mungu, mwanamke mcha Mungu, husnu tarbiyatul abna, patapatikana malezi bora kwa watoto. Falwaladu yataatharu bi abihi wa ummi, mtoto anaathirika na tabia ya baba, mtoto anaathirika na tabia ya mama. Wote hawa kwa sababu wanamuona baba anafanya nini, baba anaongea nini, mama anafanya nini, mama anaongea nini, wanaathirika na tabia za wazazi wao. Ili alipikiki. Kama ni mzazi mwema, watoto watakuwa wema. Kama ni mzazi muovu, mtoto naye ataathirika na uovu. Allah tuepushe na hili ndugu zangu katika imani. Yaqulu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah anasema, enyi mlio na imani, okoeni nafsi zenu na za familia zenu na moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaanzaje kuokoana? Yani kuokoa kwanza nafsi zetu. Maana sisi wenyewe tu wacha Mungu, kisha wale nyuma yetu wataathirika na ucha Mungu wetu. Hatupati tabu katika masuala mazima ya malezi. Wewe utakapokuwa mcha Mungu, umeiokoa nafsi yako, mtoto anaona baba yuko katika msingi wa sawa sawa, mama yuko katika msingi wa sawa sawa. Haya, mtoto atapata wapi mwanya? Na hata ikitokea kama tulivyozungumza kwenye mhadhara wetu, kwenye baadhi ya mazingira ambayo huwa na mazingira yakachangia mtoto kuharibika, anapokuja kwa wazazi anakuwa na tabia, mzazi wangu hiki hataki, hata kwa atakapofanya cha kimakosa anajua kabisa mzazi hataki. Yani anaweza akaanza kujisimamia mwenyewe. Anapokuja nyumbani ukajua makosa aliyofanya, umefanya moja mbili tatu, mtoto anakuwa ni mwoga. Ndugu zangu katika imani, fasahibu din. Naam, jambo la tatu, taklilu mashakilu zawja. Faida inayopatikana watakapooana walio wazuri au walio wema, mke mwema, mwanamume mwema. Jambo la tatu ni kwamba taklilu mashakilu zawja, patapungua matatizo ya mke na mume ndani ya nyumba. Hata akikosea mwanamke, ugomvi hautakuwa mkubwa, kwa sababu atakuja kwa mume wake kwa adabu. Mume wangu, samahani, nilifanya moja mbili tatu kinyume na utaratibu, naomba unisamehe. Au mwanamume amemkosea mke wake, mke wangu samahani, kwa kweli nilighafilika, nisamehe mke wangu, nilifanya moja mbili tatu. Kila mmoja yuko radhi na kila mmoja anajua nikimsamehe mwenzangu napata malipo mbele ya Mwenyezi Mungu. Nani atakuwa na kiburi kati ya hao wawili? Hakuna. Kwa hiyo yanapungua matatizo ya kindoa, ya kimahusiano kati ya mume na mke, kwa sababu hawa walianzisha maisha yao kwa kuchunga mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja katika hawa wawili alizingatia nani wa kuwa naye katika maisha ya pamoja. Ndugu zangu katika imani, yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yufriqu mu'min mu'minan in kariha minha khulqan radiya minha akhar. Kama ilivyo kwa mwenzako, kama ni mcha Mungu, huwezi kuchukia kila kitu chake ikawa hati ovyo tu. Hapana. Muumini mwenzie, hata kama utachukia jambo fulani aliyokufanyia, kuna mengine mazuri alionayo, utavumiliana. Yani mkeo kama na mapungufu kadhaa, kwa sababu ni mcha Mungu, ukamuona na mapungufu fulani kwenye hilo, lakini mengine anakufanyia mazuri, utakuwa na subira. Kama ilivyo mke akiona mapungufu kwa mume, naye atajitahidi kuwa na subira, kwa sababu anajua faida ziko ni nyingi kuliko madhara ambayo labda ni jambo moja. Ibadallah, usikum bitaqwallah, fa inna hadhihi wasiyatul anbiya'i wal muttaqin. Id'u rabbakum bil maghfirah innahu kana ghafara. Nahmaduhu subhanahu wa nusalli wa nusallimu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Ndugu zangu katika imani, hotuba yetu
inazungumzia masala ya kuoa na umuhimu wa kuchagua mwanamke mwema au mwanamume mwema kwa ajili ya kuandaa kizazi ambacho kitakuwa na manafi au masalih katika familia husika, lakini katika jamii kwa ujumla. Ndugu zangu katika imani, tunazungumzia faida zinazopatikana kwa kuoa mwanamke mwema au kuolewa na mwanamume aliye mwema. Miongoni mwa faida hizo, an-najatu minal fitani, kusalimika na fitina. Mwanamke mwema anaposikia, mwanamke mwema aliolewa akasikia maneno kutoka kwa watu wa nje kuhusu mume wake, hawezi kuanza kuyafanyia kazi hovyo na kuanza na chuki dhidi ya mume wake. Kuna mawili atafanya: ima ayapuzilie mali kwa sababu anamjua mume wake yuko vipi, au atamuuliza mume wake, mume wangu samahani, nimesikia 1 2 3 hili limekaaje? Kama ilivyo kwa mume, naye ndipo hivyo. Akisikia maneno ya ajabu kuhusu mke wake, ataweza kumuuliza, mke wangu nimesikia 1 2 3, au ataamua kuacha kwa sababu anamjua mke wake. Hii ndio faida ya kuoa mwanamke mwema au kuolewa na mwanamume mwema: kusalimika na fitina, sio kuokota maneno. Mtu anasikia maneno anayaleta nyumbani, kila mmoja amevimba kivyake. Sasa vipi? Kila mmoja amevimba kivyake, amejaa hasira za jambo alilolisikia kule nje huko alipo. Kama mwanamume amerudi kwenye mihangaiko ya kutafuta riziki, amechoka, kakuta mwanamke amefura, ngumi zinaanza pale pale. Ndio hivyo. Kwa hiyo kuna maswali mengi ndugu zangu tunapochagua mwanamke mwema au tunapochagua mwanamume mwema kisha ikafanywa ndoa. Jambo la pili, faida nyingine, at-taawun ala dukhulil janna, tutasaidizana sote tukaingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akikosea mke, mwanamume atamwita mke wangu, hapa umemuudhi Mola wako, fanye istighfar. Mwanamume amekosea, mwanamke atamwandaa mume wake namna ya kumwandalia mazingira ya kumsemesha, mke wangu, mume wangu, hapa umemkosea Mola wako, rejea kwa Mola wako. Huwezi kuwa na ubishi. Faida nyingine, salahu dhurriya allati tad'u liwalidayha baada mautihima, tutapata kizazi chema ambacho watoto hao waliowema watawaombea wazazi wao pale watakapokufa. Katika hali ya kawaida huwa inatarajiwa kwamba mzazi ndio akutangulia kufa kuliko mtoto, kwa sababu huwa zile dhana kwamba mzazi ameishi muda mrefu, kwa hiyo hata umri wake wa kuishi umekaribia kutamatika. Na huwa tunadhana kwamba mtoto kwa sababu ni mdogo, ile dhana kwamba mtoto bado ana umri mrefu wa kuishi. Sasa basi, kama dhana hizi ni sahihi, pale atakapotangulia mzazi, basi mtoto ambaye anabaki atamuombea mzazi wake dua. Ni ajabu na ni mtihani mkubwa. Umekufa mzazi, alafu mtoto unao, hata dua ya kukuombea hawajui. Hata dua ya kuwaombea wazazi watoto hawajui. Ni msiba. Huu ni msiba. Kwa maana hiyo tuna haki, tuna wajibu ndugu zangu, wazazi wenzangu, tuwajibike kusimamia watoto wetu wakaijua dini, ili angalau hata baada ya kufa kwetu watuombee maghfira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu Allah Ta'ala, walladhina amanu, Allah anasema wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani, na vizazi vyao vikaishi kwa imani kama walivyokuwa wanaishi watoto wao. Walladhina amanu, wale walioamini ni akina nani hawa? Tuchukulie kama ndio wazazi. Sasa hawa wazazi waliokuwa na imani ya sawasawa, wakaishi katika matendo ya kiimani, maneno yao kiimani, vizazi vyao wakavilea hivyo kiimani. Sasa hawa wazazi watakapokuwa wamekufa, alhaqna bihim, tutawakutanisha na vizazi vyao kesho akhera. Ni neema iliyoje! Umeishi vizuri na watoto wako humu duniani katika maisha ya kiimani, alafu umekufa unaenda kukutanishwa na familia yako. Ni neema iliyoje! Inna wa'da Allahi haqqun, ahadi ya Mwenyezi Mungu ndugu zangu ni ya kweli. Tuishi katika maisha ya kiimani, tutakutanishwa na familia zetu endapo na wao tutakuwa tumewalea katika maisha ya imani.
عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار يا الرحمن وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.